Subscribe The Sport Show. Kinachoendelea katika klabu ya Simba tunaweza kusema kwamba ni mpasuko rasmi. Ni mpasuko kwa sababu ni nani ambaye yupo nyuma ya haya yote, lakini kuna taarifa nyeti sana ambayo nimeipata, sitoiweka sana, lakini ni ya mtu ambaye anavuruga haya yote ambayo yanaendelea. Yupo nyuma ya huu mgogoro, kwa maana kwamba inasemekanika kwamba anaitaka timu. Kwa hiyo hawa wengine wote wanatumika tu, lakini ni mtu wa siri sana, lakini pia ni mtu ambaye ni wa karibu sana na viongozi. Yani ni hata wewe ukiipata utastaajabu ya Musa, lakini nitakuelezea kwa kidogo sana kwa sababu ni nyeti sana, sitaweza kuifunua yote kwa sababu hii habari italeta fujo kidogo, italeta mambo, lakini nitakufunulia kidogo. Kabla tujaendelea, naomba uweze kusubscribe YouTube channel yetu ili usipitwe na taarifa zetu tunazokuwekea, lakini pia shukrani kwa wewe ambaye umekwisha subscribe YouTube channel yetu na kuwa mwanafamilia wa The Sport Show, lakini shukrani kwa wewe ambaye unatupa maoni yako. Kubwa zaidi, naomba nikuangazie huu mpasuko unaoendelea kunako klabu ya Simba. Leo bana, kumezua sekeseke kati ya ma-influencers ambao wamekuja juu wakimsapoti Mangungu kwa kusema kwamba Mangungu hana kosa, lakini pia baadaye Mangungu pia aliweza kuzungumza na waandishi wa habari kwa kujisafisha na kutaja mafanikio yake ambayo amekwisha yapata kunako klabu ya Simba tangu amekuwa mwenyekiti. Sasa maswali ambayo yapo ni haya hivi: ni nani ambaye yupo nyuma ya huu mgogoro? Je, wana maslahi nayo yapi? Kwa nini mgogoro uwe sasa baada ya mechi lakini pia kwa nini pia mgogoro uwe sasa wakati kuna mechi dhidi ya watani wa jadi ambapo Yanga na Simba wanaenda kucheza mwezi unaofuata? Kwa nini kuwe na mgogoro na mnyukano mkubwa wakati timu inacheza kimataifa? Kwa nini situmike nguvu hiyo hiyo kuiunga mkono timu? Kwa nini hao wamsifie Mangungu, na kwa nini Mangungu aje atoe fafanuzi kwamba yeye ndo mwenyekiti ambaye ana mafanikio kuliko wote waliopita? Kuna kitu kipo nyuma ya pazia. Sasa naomba nikudokeze kiufupi sana. Kuna taarifa nyeti kabisa inasemekanika kwamba moja ya mtu ambaye ni mwekezaji katika moja ya timu anaitaka hiyo timu ya Simba. Utastaajabu ni yupi, lakini nakuwekea tu, nazunguka kidogo, sitaki kutaja kwa sababu nikitaja sina mwanasheria hapa mjini. Mmoja ya watu ambao wapo nyuma ya mgogoro inasemekanika ni mfanyabiashara wa jambo fulani, anaitaka timu kwa udi na uvumba. Kwa hiyo yupo nyuma ya huu mgogoro. Wale ma-influencer wamepewa tu nafasi ya kuweza kuzungumza wakimsifia mwenyekiti, lakini wakati huo huo inasemekanika wanamtengenezea mwenyekiti mazingira ya yeye kurudi tena madarakani, aendelee kubaki Simba ili waweze kumpitisha huyo jamaa kuja kuwa mwekezaji ndani ya klabu ya Simba. Sasa huyo mwekezaji inavyosemekanika kwamba wanacheza na upande wa wanachama, hivyo basi inatakiwa atokee upande wa wanachama na kuonesha kwamba ameungwa mkono na wanachama. Lakini ukiangalia kwa makini, ukiangalia tu vizuri, huu mgogoro ni mgogoro pandikizi ambao umekuja tu ghafla. Lakini ukumbuke kipindi cha nyuma ilizua tetesi kwamba mara DP World anaitaka timu, lakini Mo akafuatilia akamwambia kama mnataka uwekezaji basi pasenti iko hivi. Sasa basi, mara baada ya Mo Dewji kushtukia mchongo mzima, ndo akaambia okay, sawa, sasa mimi nawadai pesa, saini haya makubaliano. Endapo huyo mtu akija akitaka, mnataka kumpa timu,
mtanirudishia changu, na kuanzia sasa mimi nitakuwa nawakopesha kwa sababu ninyi hamna nia njema na mimi. Hiyo ndo taarifa nyeti sana iliyopo. Kwa hiyo kuna mnyukano unaoendelea ambao unautaka Mo aondoke kunako klabu ya Simba, alafu huyo mwekezaji ambaye yupo kwenye moja ya timu fulani fulani hivi, amewekeza kwenye jambo fulani hivi, anataka timu apewe yeye, kwa sababu inavyosemekanika pia kuna watu pia wako nyuma yake ambao wana mtonyo. Kwa hiyo mfuatiliaji na mwanafamilia wa The Sport Show, na kudokeza ukae ukijua kwamba nyuma ya huu mgogoro kuna watu wanufaika. Wale ma-influencers ambao wanaongea na ambao ni wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba wanatoa tu sauti ili kufikisha ujumbe. Nia na madhumuni ni kwamba waweze kumsafishia njia mwenyekiti aliyopo ili aendelee kuwepo. Ndio maana wakasema kwamba hakuna haja ya uchaguzi. Uchaguzi unamaliza hela, basi mwenyekiti apewe tu timu, kwa sababu akishapewa tu timu inaenda kuwa ni njia mojawapo, yaani njia rahisi ya wao kumpata yule anayeitaka klabu ya Simba. Sasa watu wamesanuka, wanaona hawa hawana nia njema. Walikuwa wapi kipindi Simba ni ya bakuli bakuli? Mo wameitoa Simba ikiwa kwenye ubakuli mpaka sasa hivi ina ahueni, kila mmoja anajionea kwamba imekuwa ya asali na maziwa. Sasa inatumika nguvu kubwa sana kwa ajili ya kuweza kumchafua, lakini hao wote wanaomchafua ukiangalia hawezi ukaendesha timu, hata wakiungana wote bado hawana uwezo. Kwa mfano yule anayesema kwamba anampa Mo masaa 72, ukimwangalia kabisa unaona kabisa huyu hana uwezo wa kulipa hata robo ya mshahara ya mchezaji mmoja wa ndani, acha wa kigeni, wa ndani hana uwezo, afu atakuja kwamba anampa tajiri masaa 72. Kiukweli kinachoendelea kunako klabu ya Simba ni jambo ambalo limepandikizwa makusudi, sio jambo lililokuja kwa bahati mbaya. Hili jambo lipo kimakusudi, na lipo kimakusudi kwa sababu ya maslahi ya watu fulani fulani kunako klabu ya Simba. Watu wote wanaitolea macho klabu ya Simba, na hao wanaotolea macho klabu ya Simba hawana nia njema na klabu ya Simba, na lengo tu ni kuivuruga. Hasa wanapokuwa naivuruga klabu ya Simba, inaepukuwa kwenye mgogoro, inawapa nafasi upande wa pili kuweza kujipanga na kufanya vizuri. Wanachokifanya kwa wakati huu ni kuwatoa Simba kwenye mstari ili kusudi asiweze kuwa bize na mechi ya Yanga, kwa sababu ilitolewa taarifa kwamba watacheza mechi za Yanga asifuzu robo fainali. Kwa hiyo kinachotokea sasa hivi ni kama mchezo, shtukeni. Hadi kesho nitakupa taarifa nyingine zaidi.